Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na michuano ya Sekafa Kagame Cup kwa mwaka 2026, ambapo michuano inatarajika kufanyika Kigali nchini Rwanda, ambapo kwa upande mwingine tunakwenda kutazama ile draw ambayo imeweza kuchezeshwa kutokana na zile timu ambazo zimekubali kushiriki, ambapo timu hizi ni timu 12. Kwa hiyo tunashuhudia katika nchi ya Tanzania tunawakilishwa na Simba Sports Club ambao ni mabingwa wa kombe la CRDB Bank Federation Cup, bila kusahau tunawakilishwa na klabu ya soka ya Singida Black Stars, ambapo Yanga wao wamejitoa kushiriki michuano hii kwa sababu wao watakwenda pre-season, lakini Simba na Singida wao wameamua kutumia michuano hii kama sehemu ya pre-season, kwa sababu ukiangalia ratiba ya ligi kuu ya NBC inatarajia kuanza mwezi wa 8 tarehe 15. Kwa hiyo Simba wameona muda wa kuingia pre-season, kwa hiyo watatumia michuano hii ya Sekafa Kagame Cup ambayo itafanyika nchini Rwanda Kigali kama sehemu yao ya pre-season. Sasa fahamu kwa upande mwingine michuano ya Sekafa Kagame Cup inatarajia kumalizika tarehe 7 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, ambapo mara baada ya tarehe 7 hiyo michuano kumalizika, kama Simba watafika hadi finali, basi fahamu tarehe 12, yani siku 5 mbele, watakuwa na mchezo wa finali ya kombe la ngao ya jamii dhidi ya Yanga Sports Club, na ligi kuu Tanzania bara itatarajia kurejea siku ya Ijumaa ya tarehe 14 ya mwezi huo Agosti mwaka 2026. Kwa hiyo tunaona vilabu vingi vinatumia sehemu hii kama kujiandaa kuelekea katika msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026 2027. Sasa watu wengi wanatamani kufahamu, je, Simba Sports Club wapo kundi gani katika michuano hii ya Sekafa Kagame Cup? Kwanza fahamu timu zinazoshiriki ni 12 kutoka mataifa tofauti, ambapo kuna timu ya KVZ Football Club kutokea Zanzibar, Tusker Football Club kutokea Kenya, Rayon Sport kutokea Rwanda, Al Hilal Omdurman kutokea Sudan, MCC kutokea Somalia, Jamhuri Football Club kutokea South Sudan, Singida Black Stars kutokea Tanzania, Simba Sports Club kutokea Tanzania, klabu ya Gor Mahia kutokea Kenya, Grand Republican kutokea Djibouti, bila kusahau Vipers kutokea Uganda, na klabu ya mwisho ni APR kutokea nchini Rwanda. Sasa makundi yamekaaje? Sasa fahamu kundi A atakuwa APR kutokea Rwanda, Vipers kutokea Uganda, Gor Mahia kutokea Kenya, Guard Republican kutokea Djibouti. Lakini kundi B atakuwepo Simba Sports Club kutokea Tanzania, Singida Black Stars kutokea Tanzania, Jamhuri Football Club kutokea South Africa, MCC kutokea Somalia, na kundi C atakuwepo Al Hilal Omdurman kutokea Sudan, Rayon Sport kutokea Rwanda, Tusker Football Club kutokea Kenya na KVZ kutokea Zanzibar. Kwa hiyo tunaona ni yapo makundi matatu yenye timu 4. Sasa inakuwaje? Mshindi anapatikanaje? Fahamu mshindi kwa kila kundi ndiye ambaye moja kwa moja ataqualify kwenda hatua inayofuatia nusu finali ya michuano mikubwa ya Kagame Cup kwa mwaka 2026, na atakayemaliza katika nafasi ya pili, yule ambaye atakuwa na pointi nyingi kuliko wengine, ndiye ambaye atakwenda kuongezeka kuwa timu ya 4, ambapo zitaifanya kuwa timu 4 ambazo moja kwa moja zitakwenda hatua ya nusu finali, kisha zitachezwa mechi na hatua finali ndipo ambapo itakwenda kupatikana. Kwa mnyama Simba na Singida Black Stars kutoka Tanzania na KVZ kutoka Zanzibari wameamua kutumia michuano hii kama sehemu ya maandalizi yao ya msimu mpya wa mashindano. Kwa tunaona ndio hivyo, wote wapo kundi moja. Kundi B Singida Black Stars, Simba Sports Club, bila kusahau watakuwa na timu nyingine kama Jamhuri kutokea South Sudan na MCC kutokea Somalia. Tuambie kwenye comment section kuelekea katika michuano hii, je, ni klabu gani ambayo unaona itakwenda kubeba ubingwa, na je, ni sahihi kwa Simba kucheza michuano hii bila kwenda pre-season? Toa maoni na sisi tutakuja kuyasoma.